Jimbo la Utah nchini Marekani limekuwa jimbo la kwanza kupitisha sheria ya kwanza ya Jumapili. Unakumbuka katika somo letu la sheria ya Jumapili imejitokeza Marekani. Nilikufunulia na nikakuletea ushahidi ya kwamba jimbo la Utah lilikuwa la kwanza pale tarehe 9 ya Januari mwaka huu kutangaza ya kwamba wanataka kupitisha sheria ya kutunza Jumapili kwenye hilo jimbo, ndipo watu waweza kupata muda wa kuweza kufanya ibada zao bila vizuizi. Hiyo ilikuwa tarehe 9. Ilipofika tarehe 13, jimbo la North Dakota nalo likasema ya kwamba hata sisi tunataka kupitisha sheria za kufunga kazi Jumapili, ndipo watu waweze kupata muda wa kuweza kuabudu. Jimbo hilo la North Dakota likawa jimbo la kwanza. Wakafanya haraka maana tarehe 15 wakafanya vikao, wakajadili huo mswada, lakini ukaanguka. Waliounga mkono walikuwa 21 na waliopinga walikuwa 25. Hao wapunge wakauangusha huo mswada kwa kura 4 tu. Sababu waliopeana ni kwamba huo mswada ulikuwa na kasoro fulani. Basi waliouleta wakasema wanaenda kurekebisha, kuukarabati, ndipo waurudishe tena uweze kujadiliwa na kupitishwa uwe sheria. Kipindi hicho tumekuwa tukingoja tuone, je, lile jimbo la Utah mambo vipi? Jimbo la Utah, unakumbuka nikikwambia ya kwamba aliyeleta huu mswada kwenye hilo jimbo la Utah ni mmoja wa wale wa Project 2025, mmoja wa wale walioanzisha hiyo sera na walioiandika, anaitwa mpunge Ken Ivory. Tukawa tunangoja tuone itaenda vipi kule Utah, na cha kushangaza ni kwamba dunia ilipokuwa imelala, wakaupitisha huo mswada ukawa sheria. Wakaupitisha, na hii taarifa imejitokeza tarehe 7 ya mwezi huu wa 3 mwaka huu wa 2025. Ndipo hiyo taarifa inatokezea kwenye jarida moja ya kwamba bunge la Utah, wapunge wamepitisha kwa kauli moja, huo mswada umepita, umekuwa sheria. Mjumbe wa Mungu alitueleza vizuri sana ya kwamba sheria ya Jumapili Marekani haitakuja mara moja kama sheria moja, bali itakuja kama sheria nyingi. Na anasema ya kwamba zitapitishwa na wabunge mbalimbali kwenye maparasa mbalimbali. Nilikuonyesha hilo kwenye lile somo. Kwa hivyo kama haukuona lile somo la sheria ya Jumapili imejitokeza Marekani, basi naweka linki hapa chini kwa description box. Gusa tu hapo na hilo somo litakuja na uweze kulisikiliza kwa ufasaha kabisa. Mjumbe wa Mungu alituambia ya kwamba hizi sheria zinakuja zikiwa nyingi, na unaona zimeanza. Anasema katika kitabu cha Last Day Events, page 133, paragraph 5. When our nation in its legislative councils shall enact laws to bind the consciences of men in regard to their religious privileges, enforcing Sunday observance and bringing oppressive power to bear against those who keep the 7th-day Sabbath, the law of God will to all intents and purposes be made void in our land, and national apostasy will be followed by national ruin. Wakati taifa letu kwenye maparaza yake ya kutunga sheria litapitisha sheria za kufunga dhamiri za watu kuhusiana na upendeleo wao wa kidini, likilasimisha utunzaji wa Jumapili na kuweza kuwanyanyasa wale watunzao sabato ya siku ya 7, sheria ya Mungu itadunishwa kikamilifu nchini mwetu, na uasi wa kitaifa utafuatwa na uangamifu wa kitaifa. Na pia kwenye statement nyingine katika Last Day Events, page 132, paragraph 1, anasema laws
not one law. Inaanza kama sheria nyingi. Laws enforcing the observance of Sunday will bring about a national apostasy from the principles of republicanism upon which the government has been founded. Sheria zinazolazimisha utunzaji wa Jumapili zitaleta uasi wa kitaifa katika kanuni za utaifa ambapo serikali imejengwa. Unaona, mjumbe wa Mungu ametuambia ya kwamba Jumapili haikuji ikiwa sheria moja hivi. Inakuja zikiwa sheria nyingi. Sheria mbalimbali kutoka kwa maparasa mbalimbali ya kutunga sheria nchini Marekani. Mjumbe wa Mungu Ellen White anaeleza vizuri sana ya kwamba hizi sheria nyingi hatimaye zitawekwa kuwa sheria moja kali ya kitaifa. A national act, a national Sunday law. Hatimaye hizi sheria nyingi za Jumapili zitafanywa kuwa sheria moja. Katika kitabu cha Signs of the Times, June 12, 1893, paragraph 6 kwenda mwisho huko chini, anasema Protestants will throw their whole influence and strength on the side of the papacy by a national act enforcing the false Sabbath. They will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppression of conscience. Then it will be time for God to work in mighty power for the vindication of his truth. Waprotestanti wataweka mfuto wao wote na nguvu zao zote kwenye upande wa upapa kupitia kwa sheria ya kitaifa ya kulazimisha sabato ya uongo. Watatia uhai na uwezo kwenye imani chafu ya Roma, watafufua ukatili wake na unyanyazaji wa dhamiri. Hapo ndipo utakapofika wakati wa Mungu kufanya kazi kwa uwezo mkuu ili authibitishe ukweli wake. Hayo ndiyo maneno ambayo mjumbe wa Mungu alisema ya kwamba hizi sheria zitaanza zikiwa nyingi na hatimaye itakuja kupitishwa sheria moja kitaifa. Na anasema ikipitishwa hii sheria moja ya kitaifa, a national act, a national Sunday law ya kitaifa ya taifa nzima, sheria moja kiunganishi, basi hapo ndipo Mungu atahesabu kwamba Sunday law imepita na aanze kazi yake ile ambayo unabii unatuambia. Na zaidi ya hayo, Mungu hakutuacha kwenye giza kwenye hili jambo. Mjumbe wa Mungu tena alionyeshwa ya kwamba hii sheria ama hizi sheria ama huu mfumo ama hizi harakati za kuileta Jumapili hii moja ambayo ni ya unabii, kutimiza unabii wa Ufunuo 13, anasema ya kwamba hizi sheria zitaletwa kwa namna ya ujanja, yani kwa namna fiche. Nia yake na lengo lake litafichwa. Itajificha ndani ya sura ya Ukristo. Zitakuja zikiwa sheria zenye urafiki, sheria zinazoonekana kuutetea na kuuinua Ukristo kwa ujumla. Sikia uone vile mjumbe wa Mungu anavyosema katika kitabu cha Testimonies volume 5 page 452 paragraph 1, anasema the Sunday movement is now making its way in darkness. The leaders are concealing the true issue, and many who unite in the movement do not themselves see whither the undercurrent is tending. Its provisions are mild and apparently Christian, but when it shall speak, it will reveal the spirit of the dragon. Harakati za kuileta Jumapili zinafanyika gizani. Viongozi wake wamelisitiri swala halisi, na wengi wanaojiunga na mfumo huu hawauoni mwelekeo halisi wa swala hili. Ina madai yenye upole
na yanayoonekana kuwa ya Kikristo, lakini itakaponena itadhihirisha roho ya joka. Bwana asifiwe ya kwamba ametuonyesha ukweli wa mambo ulivyo. Na ndio sababu ndugu yangu, ninakuombea Mungu akubariki sana, kwa sababu macho yako yamefunguka. Kwa hivyo sheria ya Jumapili inaletwa ikiwa kama sheria ya kirafiki, inayoonekana kama ya Kikristo, inayotetea maslahi ya Ukristo, lakini baadaye hatimaye itakuja kunena kama joka. Inakuja pole pole, haina ukali, sheria nzuri, hata watu hawaoni kwamba ni sheria ya Jumapili, lakini hatimaye inajitokeza na ujoka wake na ushetani wake kabisa. Sasa huu ndio mwanzo wake. Unakumbuka kwenye hili jimbo la Utah, kwa sababu Marekani ina majimbo kama 50 hivi. Haya majimbo yote yana